inayohusu idadi ya wanachama wanaotakiwa kubebwa katika kila tawi, kwa sasa inasema ni 250 na kuna kiwango cha chini ambacho kilikuwa ni 50. Kwa hiyo tutakaa na kuona namna gani ambavyo tutarekebisha kuwa na reasonable number ya katika matawi, na nadhani utaratibu utawaelewesha wale wanachama wa zamani ambao walikuwa na kadi zao, wengine bado wanazo katika possession yao, wengine walipoteza. Kwa hiyo tutakachofanya, wakati anajaza kuomba kadi mpya, atajaza na kadi yake ya zamani, tutaangalia kwenye leja na atarudi kuwa na namba yake ile ile ya zamani, au kwa namna ambayo tutakubaliana kuweza kwa sababu haiwezi kuwa mwanachama aliyekuwa na kadi tangu mwaka 70 na 80 na 90 ile kadi yake ifutike. Kadi yake itaendelea kuwepo kwa kuingizwa taarifa labda za ziada tu sasa hivi kutokana na ukuaji wa teknolojia na kadhalika. Zoezi hili kwetu sisi lina faida kwa sababu itakuja kuuisha wale ambao walikuwa na kadi wakazipoteza na zikuwa hazitolewi tena, wale ambao walikuwa wanahitaji kuwa na kadi mpya, na kuboresha pia. Kuna wengine wanachama wa Simba sasa hivi wamekufa, walikuwa wanachama, wengine wamehama na kadhalika. Kwa sana kuimprove kuwa na record na takwimu sahihi zinazohusu wanachama, wapenzi na washabiki. Licha ya kuwa tuna mahitaji makubwa ya wanachama ambao wanaenda kujiunga na klabu yao zaidi ya 2 milioni na tulifanya hiyo testing. Kwa hiyo kabisa tutakapoanza tutaweza kujua kama kweli kulikuwa kuna uhitaji na kadhalika, na mambo mengine yatakuja kujifidia. Swali lako la pili, lakini zoezi la utoaji kadi ni zoezi endelevu kwa sababu Simba ni taasisi inayoishi. Kwa hiyo taasisi inayoishi inaendelea kufanya kazi zake. Isitisha utoaji wa kadi kwa miaka hiyo kutokana na mambo ambayo tulikuwa tunafikiria kuyafanya, lakini tumeona kwamba kuna ulazima wa kurudisha utoaji wa kadi ili wanachama wengi zaidi waweze kutoa mchango katika maendeleo ya klabu yao na ushiriki wao katika klabu yao. Kwa hiyo haiwezi kuwa ni jambo ambalo litaenda kwa muda, hapana. Hilo linakwenda tena for life. Lakini vigezo na masharti ya wanachama, ukirudi tu kwenye katiba ya Simba inasema nani mwenye sifa ya kuwa mwanachama. Na ndio maana sisi kadi zetu tulishasema na tunarudia kusema tena, hatuwezi kwenda kwenye maeneo ya masoko au maeneo ya mikusanyiko kuwaweka watu pale wa muziki sio na nini tufanye promotion, hapana. Kadi zetu sisi tutafuata utaratibu unaotakikana. Mwanachama ataomba kupitia kwenye tawi lake la karibu. Kutakuwa na aina tofauti za matawi. Kwa mfano, tunayo request ya wanachama ambao wako Uingereza, wako Japani, wako Uholanzi. Hata hapa nimepokea message kutoka kwa mtu mmoja anaitwa James Boze, anasema bwana wao wanataka kufungua tawi lao Amsterdam. Kwa hiyo tutakuwa na virtual branches ambazo zitahusu zaidi watu wako nje, Afrika Kusini na sehemu mbalimbali. Tutaangalia na tutalitengenezea utaratibu wake. Ni vinginevyo utaratibu wa upatikanaji wa kadi ni ule ule.